tunamshukuru Mwenyezi Mungu wa rehema ambaye ametuwezesha leo jioni ya leo hapa kuja wewe binafsi kutuwekea jiwe la msingi kwenye majengo yetu haya ya kulala maofisa na askari wa Jeshi la Kujenga Uchumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tufikishie salamu zetu za dhati na za pongezi kwa kiongozi wetu mkuu na kamanda mkuu wa idara maalum Mheshimiwa Dr. Hussein Hassan Mwinyi. Kwa kweli Mheshimiwa, utupelekee pongezi zetu za dhati kwa ushindi mkubwa aliopata kwenye uchaguzi uliopita na ambavyo anatuwezesha sisi vikosi vya SMZ. Pia Mheshimiwa, nikupongeze wewe kiongozi wetu na msaidizi wa Mheshimiwa Rais kwa kukuamini tena na kwa kutuongoza sisi wafuasi wako. Kwa kweli tunakushukuru sana Mheshimiwa Makamu wa Pili, na tupo tayari kukupa ushirikiano wa hali ya juu kama vyombo vya ulinzi na usalama vya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tuna ujenzi wa makao makuu G+5 tunajenga Saateni sasa hivi. Mheshimiwa Makamu, pia tuna afisi ya wakala wa ulinzi ambayo nayo pia leo imejikiwa jiwe la msingi. Vile vile Mheshimiwa Makamu, tuna dahalia skuli yetu ya Mtoni ambapo wanafunzi wetu hasa kutoka Pemba watapata mahali pa kusoma pazuri na pa kufikia pindi wakisoma kwenye skuli yetu ile. Vile vile Mheshimiwa, tuna majengo yetu haya unayoyaona. Kwa kweli Mheshimiwa, ilikuwa askari wetu kimhamishia Pemba kuja kufanya Pemba, sio kuwa wanakataa, lakini makazi ilikuwa tatizo. Kwa hiyo tunakushukuru viongozi wetu kwa kutuelewa na kutuamini na kutupa fursa hii ya kujenga, na haya sio askari tu Mheshimiwa, hata wananchi tutawakaribisha wakae hapa pindi kuwa na shughuli yoyote hapa Pemba. Mheshimiwa mgeni rasmi, JKU kupitia faida ndogo pia tunayoipata kwenye majengo yetu haya huwa tunajenga na sisi mahanga yetu ya ndani. Kwa hiyo vifaida vile tunavyovipata kwa kazi mlizotupa, tunajenga mahanga yetu ya ndani ya kulala askari wetu. Kwa kweli Mheshimiwa, JKU ina mengi. Sasa mimi leo sio mtoa hutuba, mgeni rasmi ni wewe Mheshimiwa. Napenda sasa nimkaribishe Katibu Mkuu ili na yeye atoe sasa ile kwa nini tumejenga haya, tuko wapi, tumefikia wapi. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu aliyetujalia uzima wa afya tukaweza kufika hapa Ng'ambwa tukiwa salama. Pili Mheshimiwa, namshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa hekima, busara, miongozo na maelekezo yake kwetu watendaji wa tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalum za SMZ. Mheshimiwa, mkuu wa JKU alianza kidogo kusema kwamba kwa upande wa idara maalum ya JKU Mheshimiwa Rais ametupendelea. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kweli awamu hii ya 8 imetupendelea sana kikosi cha JKU. Mheshimiwa, katika awamu hii ya 8 tuna miradi zaidi ya 20 ambayo tumetekeleza mikubwa sana. Miongoni mwa miradi hiyo kuna ujenzi wa mabweni ya vijana pale Msani, kuna ujenzi wa majengo ya vijana pale Chambani, kuna ujenzi wa afisi kuu Wawi, kuna ujenzi wa ofisi na mabweni Bambikim, ujenzi wa skuli ya ufundi Mtoni, ujenzi wa makao makuu ya JKU hivi sasa umeanza Saateni mjini Unguja, ujenzi wa ofisi ya makao makuu ya wakala wa ulinzi wa JKU imeanza, ujenzi wa kituo cha mafuta, ujenzi wa dahalia ya skuli ya sekondari JKU. Mheshimiwa, na leo unatuwekea jiwe la msingi hapa Ng'ambwa
wa majengo mazuri ya maafisa pamoja na maaskari. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mheshimiwa, siku zote hatuachi kukushukuru nawe. Mheshimiwa, kama tulivyopendelewa na Mheshimiwa Rais kwa upande wa idara ya JKU, lakini nawe tunajisifu kwa uwepo wako, kwani siku zote umekuwa unatushika mkono, kutuelekeza na kutupa miongozo ili tuende vizuri katika utendaji wetu wa kazi. Kwa hiyo tunaendelea kukushukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi kwa juhudi zake kubwa anazozifanya za kuleta maendeleo Zanzibar na watu wake. Vile vile namshukuru kwa namna ambavyo amekuwa mstari wa kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili maafisa na wapiganaji wa idara maalum za SMZ. Ujenzi wa nyumba hizi za maofisa na wapiganaji wa kikosi cha JKU ni ushahidi tosha unaoenda kupunguza changamoto ya makazi kwa maafisa na wapiganaji wa jeshi hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi wa ujenzi wa nyumba za watumishi ni sehemu ya mkakati mkubwa wa kuimarisha majengo ya JKU Unguja na Pemba, ambapo tokea mwaka wa fedha 23/24 mnamo tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka 2023 JKU ilianza utekelezaji wa ujenzi wa nyumba za watumishi katika eneo la Ng'ambwa hapa kisiwani Pemba. Katika kutekeleza mradi huu wa JKU imeingia mkataba na kampuni ya Bin Salim Company Limited kwa ajili ya usambazaji wa vifaa vya ujenzi. Mradi huu unajumuisha ujenzi wa majengo mawili yenye ghorofa 2 kwa ajili ya makazi ya watumishi wa JKU. Kila jengo linatarajiwa kuwa na nyumba 15 na kufanya idadi ya nyumba 30 kwa majengo yote mawili. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kutekeleza mradi huu, kazi mbalimbali zimefanyika ikiwemo kuandaa michoro ya ujenzi, kusafisha eneo la ujenzi, kujenga katika awamu ya kwanza iliyojumuisha kuanza msingi wa jengo, kuweka kifusi pamoja na kumwaga jamvi la chini. Pia kujenga katika awamu ya pili kazi iliyojumuisha unyanyuaji wa nguzo, uwekaji wa jamvi la ghorofa ya kwanza pamoja na ujenzi wa tofali na kupiga plasta katika sehemu ya chini ya jengo. Vile vile tulijenga katika awamu ya tatu kazi iliyojumuisha unyanyuaji wa nguzo na kumwaga jamvi la ghorofa ya pili, kunyanyua nguzo na kuanza ujenzi wa tofali. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kukamilisha mradi huu kazi zifuatazo zinatarajiwa kufanyika ikiwa pamoja na: moja, kujenga kwa awamu ya 4, kazi itakayojumuisha kuwezeka pamoja na kuweka mikingo ya kupokelea maji. 2, kujenga katika awamu ya 5, kazi itakayojumuisha kazi ya kumalizia zikiwemo plasta, umeme, taizi, kupaka rangi, kuweka madirisha na milango, mfumo wa maji taka, dari sambamba na kuweka vifaa vya kuzimia moto. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kipindi hiki cha miaka mitatu ya utekelezaji wake wa mradi huu unatarajiwa kutumia shilingi bilioni 7,358,833,900 ambazo zote ni fedha za serikali kupitia Tume ya Mipango. Mheshimiwa mgeni rasmi, tukiwa katika mwaka wa mwisho wa utekelezaji wa mradi huu, jumla ya shilingi bilioni 3,826,593,628 sawa na 52% tayari tumeshatiliwa na tumeshatumia. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na kuwa mradi unatekelezwa, mradi huu unakabiliwa na changamoto moja kubwa katika hatua zake za utekelezaji kama ambao ni kutoingizwa fedha za mradi kwa wakati uliopangwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyosema awali, naendelea kukushukuru kwa ukubali kwako kuungana nasi jioni ya leo. Mheshimiwa ndo mwenyekiti wa kamati ya waandaaji wa sherehe,
ulikuwa na uwezo wa kusema uondolewe mradi huu uwekwe katika mradi mwingine, na hakuna hata mmoja ambaye angekataa. Lakini kukubali kwako ni dhahiri kwamba unatupenda sana wa idara maalum za SMZ. Kwa hiyo tunaendelea sana kukushukuru. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa hiyo machache sana, naomba sasa nimkaribishe bosi wangu Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ, Mheshimiwa Idrisa Kitwana Mustafa, naye aje kuzungumza machache na akukaribishe ili kuweza kuzungumza na hadhira hii, kuweza kuja kutuwekea jiwe la msingi katika majengo yetu haya makazi ya maaskari na maafisa wetu hapa kwenye kitongoji hichi cha Ng'ambwa. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Makamu. Mheshimiwa Makamu, mimi nimezoea pahali nikiwepo vibe lazima liwepo. Sasa makofi haya yanakuwa kama hayanitoshi. Naomba makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Makamu. Mheshimiwa Makamu wa pili, ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwanza uniridhie nianze kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Daktari Hussein Ali Mwinyi, kamanda wa maendeleo, kamanda wa idara maalum wa vikosi hivi, lakini kamanda wa maendeleo yasiyosimama, yasiyopungua kasi, kila siku zikienda grafu inazidi kuwa kubwa. Tumpigie makofi mengi sana Dr. Hussein Mwinyi. Kwa hakika Mheshimiwa Makamo, wewe umekuwa shahidi kwa sababu wewe ndio msaidizi wake wa kwanza katika kuhakikisha yale mazuri anayotuelekeza, ambayo wewe anakuelekeza, wewe unakuja kutuelekeza sisi wasaidizi wako kuona mambo haya namna gani tuyasimamie. Mheshimiwa, kwa hakika baada ya kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa mambo mazuri anayotufanyia, Katibu Mkuu amesema hapa haipungui miradi 20 leo ipo ndani ya wizara yangu hii, na miradi mingine inakuja maradufu ya hii. Mheshimiwa, kwa hakika tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini niendelee kukushukuru tena wewe kwa sababu kwa hakika umekuwa mshauri mzuri. Umekuwa mshauri mzuri, lakini na wewe umekuwa kiongozi mzuri kwetu pia, kwamba jambo hili tuone siku ya siku linakuwa na hatima nzuri. Lakini Mheshimiwa, nisije nikasahau, kipekee nikushukuru wewe, ndo mwenyekiti wetu wa kamati ya halmashauri kitaifa sherehe hizi, tukiwa tunaendelea kwenye shamra za miaka 62 ya mapinduzi yetu matukufu. Kipindi cha kati hapa ulikuwa na majukumu mengine mazito ya kitaifa, na mimi ndo msaidizi wako kitaifa kwa mujibu wa mwongozo wetu wa sherehe hizi. Mimi ndio makamu mwenyekiti. Mheshimiwa Makamu, nikushukuru sana mwenyekiti wangu, kwanza kwa kuniamini, na kwanza umeniamini katika kipindi kigumu sana, lakini ukasema na kuachia makamu wangu mwenyekiti, na dharura kubwa, wewe endelea kusimamia na kuratibu, litakalo kuzidi basi utanitafuta. Mheshimiwa, nikushukuru sana kwa kuniheshimisha. Nilikuwa najigeza kwenye kioo kwamba mie kweli naweza kumkaimu makamu wa pili kwenye nafasi hii. Kwa kweli nakushukuru sana Mheshimiwa Makamu, umeniheshimisha, na nadhani sikukuharibia nafasi yako. Nadhani nimekutengenezea vizuri mpaka mwenyewe umerudi. Mheshimiwa, nataka nikuambie, nitumie nafasi hii kwenye hadhara nasi hii, kwa kweli mawaziri wote, watendaji wote ambao niliwasimamia kwa niaba yako waliniheshimu sana, na leo tunaendelea kuona miradi hii, tunaendeleza kuweka mawe ya msingi, kufungua, na nyinyi viongozi wetu mnatuongoza kufanya jambo hili. Nikushukuru sana Mheshimiwa Makamo, na kwa kweli weledi wako, uzoefu wako wa kutulea, ulikuwa unaniambia usiogope Mheshimiwa Waziri, haya mambo taratibu, haya tunakuongoza na wewe upate kujifunza vitu vingi. Nakushukuru Mheshimiwa Makamo, kwa hakika wewe ni kiongozi mwongozaji. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Makamo. Leo wenzangu wameshasema, lakini Mheshimiwa, jengo hili au majengo haya kama walivyotangulia mwenzangu kukushukuru leo kuja kutuwekea mawe ya msingi hapa, kuja kutuwekea jiwe la msingi, ni dhahiri sasa ni mwarobaini ambao leo unaenda kuondoka kusafisha ile dhana ya kuja au wafanyakazi wetu kukosa makazi, wanajeshi wetu, yaliyokuwa si rasmi.
tukushukuru leo, na kwa kweli nataka nikuhakikishie Mheshimiwa, nikiwa kiongozi wa wizara hii, tutafanya kuhakikisha mambo haya yanazidi kuwa mazuri zaidi ndani ya vyombo vyetu hivi vya idara maalum SMZ. Lakini Mheshimiwa, kuna jambo ambalo kama huna macho huwezi kuliona. Mheshimiwa, kujenga kwenye maeneo kama haya ambayo ni vitongoji vipo karibu kwa wananchi wetu hawa ni ile ishara na dhamira njema ya rais wetu Daktari Hussein Ali Mwinyi, rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan na nyinyi viongozi wetu wasaidizi wao, kwamba majeshi yetu haya ni majeshi kwa maslahi ya taifa na watu. Ndiyo maana unaona hapa leo tunatengeneza mazingira haya ambayo yanaenda kulinki moja kwa moja mazingira ya kuishi wanajeshi wetu na raia wetu wema waliopo kwenye maeneo haya. Na huo Mheshimiwa ndio uhusiano mwema. Mheshimiwa, eneo hili tumenunua kwa wananchi, na tumetengeneza mazingira ambayo kesho na kesho kutwa, naamini leo familia zitakazokuwemo humu na familia ambazo zitakuwa katika mazingira ya kawaida zinaenda kujenga udugu maradufu ya hapo ambapo tumezoea. Mheshimiwa, hili kwetu tunaliona ni kubwa sana katika maslahi ya taifa letu. Tunapozungumza miaka 62 ya mapinduzi matukufu, tunasema amani, umoja ndiyo msingi wa maendeleo yetu. Msingi wenyewe Mheshimiwa, na hii ndiyo moja dhana ya msingi. Mheshimiwa, katika kumalizia, na hili nilisema bosi wangu ukija basi na mimi nilichomekee. Mheshimiwa, nimeanza kufanya ziara kwenye maeneo yangu, na bahati nzuri nimeanza kwenye idara maalum hizi. Sijamalizia, lakini hizi nilizoanza kuingia tu. Mheshimiwa Makamo, nikushukuru sana na nimshukuru sana Mheshimiwa Rais. Tumeanza kuona kwanza ile 5 ya G+ wenyewe wameanza kujitwist kina Kanal Daima. Wamejua kabisa anayekuja huku ni mtu wa 5G+ speed. Lakini nikajaribu kudadisi baadhi ya mambo ambayo naona Mheshimiwa, kwa sababu leo lina mnasaba na jambo hili, tumeanza kama wizara, kama serikali tumeanza na sisi kulipigia mbio, lakini nguvu yako Mheshimiwa itazidi kutuspeed up ili kupata jambo kirahisi zaidi. Mheshimiwa, moja kati ya maeneo ambayo nimetembelea ndani ya baadhi ya vikosi vyangu hivi ikiwemo JKU, KVZ na maeneo mengine, Unguja na Pemba, bado kuna maeneo ambayo tunajenga. Kwa hiyo Mheshimiwa, naamini kwa busara zako na uwezo wako, naamini maeneo kama haya ambayo tunaanza sisi kuwa nayo, ili pia kuja kuondoa zile hitilafu ndogo ndogo, pamoja na kuwa sisi tumeshaanza hatua zile za kufuatilia mambo haya. Nimshukuru sana katibu wangu mkuu, katibu wangu Isa Mahfudhi ameanza kufuatilia na timu yake kuhakikisha kwamba idara zetu maalum kwenye maeneo yetu yote basi tunakuwa na hati miliki ya maeneo haya ili kuhakikisha mambo yetu yanakaa sawa. Lakini tukasema ukimwona mfalme na wewe chomeka lako, tukasema basi baba, tutumie nafasi hii na wewe tukuombe kiongozi wetu utupigie chapuo wizara ya ardhi kule ili liweze kukamilika vizuri. Mheshimiwa, baada hayo yatoshe, leo hii ni siku yako, lakini nitumie nafasi hii tena Mheshimiwa kukushukuru wewe. Niwashukuru sana jeshi langu la kujenga uchumi, kuanzia uongozi wa juu na maaskari wetu wote, na Mheshimiwa, kusema ukweli sababu nikwambie, maana wewe ndo bosi wangu namba 2. Mheshimiwa, vyombo hivi miongoni mwa vyombo anasema vyote takriban vimenipokea vizuri sana. Nawashukuru sana, lakini hata wananchi na wao wamenipokea vizuri sana. Na hii Mheshimiwa ni kwa sababu ya radhi zenu, baraka zenu, na mmenipa jambo hili mkanambia, nenda kijana wetu, nenda kafanye kazi huko, tunaamini utaweza. Na nikushukuru Mheshimiwa Makamo, nimeanza kukua sasa, najua namna ya kuishi na vyombo hivi na namna ya kuvilinki vyombo hivi na wananchi wetu hao. Mheshimiwa, tukiwa tunatimiza miaka 62 ya mapinduzi matukufu yetu, kauli mbiu yetu Mheshimiwa ile iliyotuongoza, amani, umoja
ndio msingi wa maendeleo yetu. Mheshimiwa, tukiwa tunaendeleza hilo katika shamra, tukuahidi tutaendelea kuishi na spiriti hiyo, tutaendelea kuishi na kauli mbiu hiyo ili kuwaunganisha Wazanzibari wa Unguja na Pemba, vitongoji, lakini Wazanzibari wetu na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, kwani wakijua vyombo hivi ni vyao vinavyotokana na Afro Shirazi na TANU. Niwashukuru wote kwa kuja, na nyinyi wageni wetu, najua vipo vyombo vingine vya ulinzi na usalama vya SMT vimekuja kutuunga mkono. Asanteni sana na nyinyi viongozi wetu. Baada ya kusema hayo, basi Mheshimiwa, sasa kwa heshima na taadhima, hadhara hii inakusubiri wewe kwa hamu. Uje utupe maneno yako ya hekima na busara na matumaini na maelekezo ambayo utatupa ili kuyafanyia kazi ndani ya sherehe zetu hizi. Kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa, karibu sana. Awali ya yote niungane na wote walionitangulia kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutujalia uhai na uzima, lakini kwa namna ya kipekee kuweza kufika hapa Ng'ambwa kwa ajili ya kuweka jiwe la msingi kwenye jengo letu hili la wafanyakazi wa Jeshi la Kujenga Uchumi. Mheshimiwa Waziri, nitumie nafasi hii kwa dhati kabisa kwanza kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ambaye ndiyo kamanda mkuu wa vikosi vya SMZ. Nasema hivyo kwa sababu Mheshimiwa Rais tokea ameingia madarakani pale tarehe 2 Novemba mwaka 2020 amefanya mageuzi makubwa ya kiutendaji kwenye vikosi vyetu vya SMZ. Naomba nikiri kuna mabadiliko makubwa sana. Vikosi vyetu vina mafanikio makubwa. Leo nilipokuja kuweka jiwe la msingi hapa, nikawa na tafakari ya mwaka jana. Mwaka jana nilialikwa kwenye kikosi cha chuo cha mafunzo. Pale walifungua jengo la G+4. Leo Kanali Daima ananiambia pale ofisini kwake anajenga G+5. Nikasema hii umejibu kiungwana. Hukujibu kwa chuki, zile hikdi hukuweka hapa. Umejibu kiungwana. Na mimi Kamishna Hamis Bakari akisikia siku ya kufungua pale, yeye ana 4, wewe una 5. Msingiri sijui atakuwa na ngapi, 6, lakini na Shamuna sijui kwa atakuwa na ngapi. Makamanda hawa wanashindana katika kufanya mageuzi makubwa sana. Nami nimekuwa shahidi kwa sababu kama kuna miradi mingi nimekwenda katika kipindi changu nikiwa makamu wa pili, basi ni miradi ya ofisi hii, wizara hii, tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalum. Hii mimi nitakuwa nadhani naongoza katika miradi mingi niliyoshiriki kufungua, kuweka mawe ya msingi ndani ya serikali ya awamu ya 8 ya Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Mwinyi. Nitumie nafasi hii kwa dhati kabisa kukushukuru sana Mheshimiwa Waziri. Kwa kweli wizara hii inafanya kazi nzuri, lakini na vikosi vyetu vinafanya kazi nzuri sana. Vikosi vimebadilika kabisa. Zamani vikosi vyetu ilikuwa vinafanya kazi moja tu, lakini sasa hata makampuni ya ujenzi wanajenga wenyewe. Na ndio maana wanasema faida ndogo wanayoipata ndio wanafanya vitu vingi kwa ajili ya jamii. Nimefurahi sana. Kanali Makame Abdalla Daima, nikupongeze sana. Mimi nimefuatilia, nimeambiwa hapa jirani kuna msikiti umeshaufanyia matengenezo. Kwa kweli hii ni hatua kubwa na ni jambo kubwa sana ndani ya uongozi unaoacha alama. Ile msikiti utaendelea kutumika. Wewe utafika pahala utapumzika, lakini fadhila za msikiti ule zitakazopatikana nawe utakuwa unapata, na aliyekuwezesha wewe kwa maana ya Mheshimiwa Rais pia na yeye atakuwa anapata. Na sisi wengine wasaidizi
tutapata kama ambao tulisupport, hatukuwepo lakini tuliunga mkono matengenezo hayo. Mheshimiwa Waziri, na wewe utakuwemo, usiogope. Kwa hiyo tunashukuru, jeshi hili ni la wananchi, na ndio maana majeshi yetu yote kwa sasa wanafanya kazi kubwa sana na wananchi. Lakini nataka niseme kazi inayofanywa na wizara hii, Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, nimshukuru sana Mheshimiwa Waziri aliyokutangulia, ndugu yangu Masudi Ali Mohamed, alifanya kazi kubwa sana, na kwa kweli nampongeza sana. Kila wakati tulikuwa tunaambizana tuna jambo la kufanya, kuna siku tutaondoka, watakuja wengine wakumbuke. Tunakumbuka aliyoyafanya, na kazi hiyo ilifanywa na nyinyi ndio mlikuwa wasaidizi. Na Mheshimiwa Waziri, nawe ulikuwa na mchango mkubwa, kwa sababu nawe Mheshimiwa Matar, Mheshimiwa Rashid, Mheshimiwa mgeni Mheshimiwa Misa na wengine, na Mheshimiwa Salama kule na kule, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya wote walichangia sana kufanya kazi hii nzuri. Jengo hili la wafanyakazi ama maaskari wetu ambao watalitumia likimalizika, kwa kweli ni hatua kubwa sana. Mimi nimefarijika sana, na nilikuwa nasikiliza hapa nikaona kuna changamoto chache ambazo nikiri mimi napaswa kuzifanyia kazi kwa haraka, na naomba Mheshimiwa Waziri nikuhakikishie kwamba suala la fedha ambazo zinadaiwa hapa, najua kuna certificate iko pale hazina, nikuhakikishie ndani ya wiki hii fedha hizo zitapatikana, kwa sababu mimi ndio mtendaji mkuu wa shughuli za serikali. Mimi sipendi nikakute jengo halimaliziki. Mimi napenda jengo limalizike, maafisa wetu waingie kwenye jengo, ndio faida yetu. Likikaa hivi hata miaka 20 halileti tija. Ili inakuwa kama mkia wa mbuzi. Mkia wa mbuzi haumsaidii mwenyewe wala haumsaidii mchunga. Maana hili hatuwezi kuhamia wala hatuwezi kufanya kitu chochote. Sasa lazima limalizike, makamanda hawa, maafisa wetu waweze kuhamia, na Mheshimiwa Rais apate tija ya kuona ametekeleza ahadi ya kuweka makazi bora kwa maaskari wetu. Kwa hiyo nikuhakikishie jambo hili tutalifuatilia kwa haraka, nami naamini chini ya usimamizi wa katibu mkuu wetu ndugu Isa, sina mashaka. Ndugu Isa amekuwa akifanya kazi nzuri sana. Huwa natoa mifano kati ya makatibu wakuu bora, basi mmoja basi ni katibu mkuu huyu hapa. Na mimi nasema hiyo wala sipepesi maneno kwenye hayo. Huwa nasema kweli kwa sababu anafanya kazi nzuri. Maisha ninapokwenda haleti malalamiko. Yeye anasema nimechukua hatua hii na bado hatua hii tunaendelea nayo. Hivi ndio tunavyotaka. Lakini la pili ni changamoto ya hati miliki. Nikuhakikishie Mheshimiwa Waziri, tutamuelekeza Mheshimiwa Waziri wa Ardhi atume watendaji wake. Najua maombi yameshakwenda. Kama kuna access ya Wizara ya Kilimo, Waziri wa Kilimo nitamwelekeza jambo hili likamilike, majeshi yetu yapate hati miliki kwenye maeneo yote ili kuondosha matatizo. Hili jambo wala halitaki kusubiriwa, ni jambo la kwenda kuchukua hatua. Na mimi nakuhakikishia ndani ya wiki hii Mheshimiwa Waziri utapata salamu hizo kutoka kwa mawaziri wenzako husika. Lakini Mheshimiwa Waziri, jengo hili naamini likikamilika litaongeza ari ya wafanyakazi wetu. Nami niwaombe sana maafisa na watendaji na wapiganaji wetu, tuendelee kufanya kazi kisasa, tuendelee kwenda na mabadiliko ya dunia ya teknolojia. Twende tukajifunze namna gani wenzetu wanafanya kazi hizi. Na mimi nitatoa kila aina ya ushirikiano, na lile ambalo linahitaji mwongozo wa Mheshimiwa Rais tutakwenda huko ili tupate maelekezo, lakini jeshi letu liweze kupata mafunzo yanayostahili. Naelewa mna mashirikiano na vikosi vya nchi mbalimbali duniani, na mmekuwa mkishiriki katika maeneo mbalimbali yanayohusu ulinzi, ambayo kwa hakika mnafanya vizuri. Lakini nasi tunataka tuwape moyo kwamba juhudi hii tunaithamini
na tunashukuru maendeleo makubwa ambayo mnayasababisha kutokana na umahiri wa jeshi letu. Ndugu Kanali wa kikosi chetu cha JKU, nikushukuru sana. Kwa hakika umelibadilisha jeshi letu na umefanya jeshi letu limekuwa la kisasa sana. Nilikuwa nawaona makamanda hapa wanafurahi sana, lakini nimekuwa nikifuatilia sana, nikaona kwamba kuna kazi nzuri inaendelea kufanywa. Naomba nisisitize, nikiwa mtendaji wa shughuli za serikali, kama ambavyo nasisitiza kule uraiani, kuhakikisha haki zote zinazostahiki kwa makamanda wetu zinapatikana chini ya uongozi wako Kamanda Daima, chini ya uongozi wa waziri wetu ndugu yangu Idrisa Kitwana Mustafa. Sina mashaka wala sijawahi kupata lawama yoyote ya maaskari wetu. Hili nimelisema kwa sababu na maafisa wengine wako hapa wananisikia. Jana nilisema na nitaendelea kusema kwa sababu huo ni wajibu wangu katika kumsaidia Mheshimiwa Rais. Lakini niwashukuru sana wakandarasi wetu. Najua ni kikosi chetu, lakini kuna timu ambayo inasimamia jengo letu hili. Kwa kweli nawashukuru na nawapongeza sana. Asanteni sana kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya. Endeleeni kukamilisha, nami naamini likimalizika jengo hili, Mheshimiwa Waziri, hili naliagiza hapa kabisa, kwa kazi kubwa aliyoifanya Daktari Hussein Mwinyi, jengo hili likikamilika, naomba uniambie na tumpangie mwenyewe Mheshimiwa Rais aje afungue jengo hili. Naelewa saa nyingine kuna kuwa na mambo mengi yanapita huko kwenye mikoa yetu, wanasema basi na jengo hili litaenda kufunguliwa. Hili litafunguliwa na Mheshimiwa Rais Daktari Hussein Ali Mwinyi, Mwenyezi Mungu akituweka hai na yeye akiridhia. Nami naamini ataridhia kwa sababu tutamuomba na tunayo hoja na haja ya kutaka Mheshimiwa Rais aje alifungue hili. Sitaki kuisema hapa, tutaambiana siku ikifika. Lakini napendelea sana, nami ndio mshauri wake wa karibu, nitamshauri Mheshimiwa Rais basi atuelekeze, tuandae mazingira. Kanali, andaa mazingira, likikamilika jengo hili waziri atakuongoza ili Mheshimiwa Rais aje hapa aone haya matunda ambayo ametoa maelekezo. Ndugu zangu wananchi, tuko kwenye maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Mapinduzi, tunaposema mapinduzi daima wengine wananuna. Mapinduzi maana yake ni mabadiliko. Ndio kama haya. Vijana wetu walikuwa wakija Pemba kila mmoja anapata shida. Lakini kikamilika leo utakuwa na hamu uambiwe ukafanye kazi Pemba. Sababu utakuwa huna wasiwasi. Mazingira mazuri ya kazi, kila kitu kipo, nyumba ipo, mambo yote yapo, unaendelea kuchapua mkoa wa Kusini hapa. Ndugu yangu Mata Rizao Masudi, kwa kuhakikisha jengo hili, eneo hili linapatikana ukiwa mkuu wa mkoa na jengo hili linasimama. Leo upo kwenye mkoa wa Kusini kwa maana ya mkuu wa mkoa, lakini alama yako ipo. Tunakushukuru sana, na hivi ndio uongozi unavyotaka. Lakini shukuru viongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi. Mwenyekiti wa mkoa na wilaya tunawashukuru sana. Tunawatakia kila la kheri. Tunatekeleza ilani ya chama chetu, pamoja na kwamba ni eneo la jeshini, lakini ilani pia ipo ya kuweka mazingira mazuri ya wafanyakazi. Makamanda hawa, maafisa hawa, wapiganaji hawa ni sehemu ya wafanyakazi wa SMZ. Kwa hiyo ilani hii inaakisi ujenzi wa jengo hili. Kwa hiyo niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwa watu wote ujenzi wa jengo hili. Kwa hiyo niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwa watu wote, lakini kipekee Mheshimiwa Waziri nikushukuru tena. Nadhani hii itakuwa ndio shughuli ya kwanza mwenyekiti wa kamati na makamu wake wanakutana kwenye shughuli moja. Hii itakuwa ni historia ikikaa. Mwenyekiti na makamu wake wanakutana kwenye shughuli moja. Tena shughuli ya kijeshi. Sasa sijui hapo mambo yanakwaje. Kwa hiyo nikushukuru, kwa kweli umefanya kazi kubwa. Na mimi nakushukuru kwa sababu hata nilipokuachia nikasema wewe endelea.
tunakutoa ukumbini. Sisi tulikuwa tukifanya kule, na sisi tuliachiwa hiki. Ulifanya kazi nzuri, na pale ulipoona hapa pagumu, ulipoona nitafuta popote nilipo, tushauriane jambo ili tuamue pamoja. Ukufanya haraka wala ukufanya kwa spidi ndogo, ulifanya kwa spidi inayotakiwa. Nakushukuru sana, na mimi kuahidi utaweza kufanya vitu vizuri. Na wewe tokea asubuhi ukuwa mtu wa kujiatia sana. Wewe mwenyewe unasema wewe ni mtu wa vibe, na nililiona vibe tokea siku ulianza kuapishwa, lakini hata ulipokuja Pemba kupokewa nililiona vibe. Nashukuru sana, najua makamanda walikukaribisha wakijua wewe ni kamanda mwenzi wao. Asante sana, mimi nimefurahi sana, na kwa kweli mradi wetu huu umenipa faraja kubwa. Leo nilikuwa naumiza kichwa na kwenda kuweka jiwe la msingi mradi huu ukoje, lakini nilipofika hapa nikasema kwa kweli nimefurahi sana. Asante sana makamanda kwa ushirikiano mkubwa wote. Basi baada ya maelezo hayo mafupi, na kwa sababu mengi yameshazungumzwa, ni washukuru nyote, na washukuru sana wakandarasi wetu, na washukuru wananchi wote Plus Bay na wengine wote. Nitamke rasmi kwamba jengo letu hili la makazi ya maafisa wetu na wapiganaji wetu wa Jeshi la Kujenga Uchumi nimeliwekea rasmi jiwe la msingi leo tarehe 5 mwezi wa kwanza 2026. Asante sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Zanzibar.